Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Karibu sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Fizi Empire Television, kisima cha habari na burudani. Ni matumaini yetu kuwa una afya njema. Leo tarehe 8 Machi tunakukaribisha kusikiliza habari zetu muhimu na uchambuzi wa kina kuhusu masuala yanayoendelea nchini na Kivu Kusini. Hapa kuna baadhi ya mambo muhimu tutakayoshughulikia. Tutazungumzia tangazo la Waziri wa Sheria na Mtunza Mihuri Costa Mutamba kuhusu kutoa dola milioni 5 kwa mtu yeyote atakayewezesha kukamatwa na kufungwa kwa Corneille Nangaa na waasi wenzake wa M23. Tutakuletea matukio muhimu yanayoendelea huko Mwenga ambako mapigano yanaendelea. Tutatoa taarifa kuhusu Waziri Foka Maike na juhudi zake katika kukabiliana na hali ya usalama. Tutakupa pia habari zingine muhimu zinazoendelea katika Kivu ya Kusini. Ni muhimu sana ukae nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo ili upate habari zote muhimu. Waziri wa Sheria na Mtunza Mihuri Costa Mutamba ametangaza zawadi kubwa kwa ajili ya kukamatwa kwa watu wanaotafutwa na serikali. Hebu tuchambue taarifa hii kwa undani zaidi. Nani ametangaza na wadhifa wake? Tangazo hili limetolewa na Waziri wa Nchi, Waziri wa Sheria na Mtunza Mihuri Costa Mutamba. Hii inaashiria kuwa tangazo hili linatoka ngazi ya juu serikalini na linahusiana na masuala ya sheria na usalama wa nchi. Mtunza mihuri ni wadhifa unaohusika na kuhakikisha uhalali wa nyaraka za serikali na sheria, hivyo kuwepo kwake katika tangazo hili kunaongeza uzito wa jambo lenyewe. Kuna zawadi kuu mbili zilizotangazwa. Moja, zawadi ya dola za Kimarekani milioni 5. Hii ni zawadi kubwa sana na inatolewa kwa yeyote atakayeruhusu kukamatwa kwa msadi wa Corneille Nangaa. Bertrand Bisimwa anatajwa kuwa kiongozi katika kundi la waasi la M23. Hii inaonyesha umuhimu wa kukamatwa kwake kutokana na nafasi yake katika kundi hilo la waasi. Sultan Makenga Stadiwa pia anatajwa kama kiongozi mwenzake katika kundi la waasi la M23. Kama ilivyo kwa Bisimwa, kukamatwa kwake ni muhimu katika kudhoofisha nguvu za kundi hilo. Muhimu, mstari wa zawadi hii ya dola milioni 5 ni kwa yeyote atakayeruhusu kukamatwa kwao. Hii ina maana kuwa sio tu kutoa taarifa, bali kusaidia moja kwa moja katika kuhakikisha wanakamatwa. 2. Zawadi ya dola za Kimarekani milioni 4. Hii ni zawadi nyingine kubwa na inatolewa kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa kwa msadi wa Perot Luara Irenge Baelenge, kubwa la watu wanaosakwa na serikali, na taarifa kuhusu yoyote kati yao inaweza kuleta zawadi. Muhimu, zawadi hii ya dola milioni 4 ni kwa kutoa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa. Hii inamaanisha kuwa taarifa unayotoa lazima iwe ya kweli, kamili na iweze kuongoza moja kwa moja kwenye kukamatwa kwa wahusika. Kundi la waasi la M23 ni nini? Kundi la waasi la M23 Movement du 23 Mars ni kundi la waasi lenye makao yake makuu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kundi hili limekuwa likihusika na mapigano na ukosefu wa usalama katika eneo hilo kwa miaka mingi. Kutajwa kwa viongozi wa M23 kama Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga kunaonyesha kuwa serikali inachukulia kundi hili kama tishio kubwa na inataka kuwadhibiti viongozi wake. Kwa nini zawadi kubwa hivi? Kutoa zawadi kubwa kiasi hiki kunaonyesha umuhimu wa kukamatwa kwa watu hawa kwa serikali. Sababu zinaweza kuwa nyingi, ikiwemo kudhibiti makundi ya waasi stari wa M23. Serikali inataka kudhoofisha nguvu za kundi hili kwa kuwakamata viongozi wake wakuu. Hii ni muhimu kwa usalama na amani katika eneo linaloathiriwa na waasi. Zawadi kubwa hizi ni njia ya kuhamasisha wananchi kushirikiana na serikali katika kuwakamata watu wanaotafutwa. Serikali inategemea taarifa kutoka kwa wananchi ili kufanikisha zoezi hili. Nini maana kwa wananchi? Tangazo hili ni wito kwa wananchi kuwa macho na kutoa taarifa kama wana taarifa zozote zinazoweza kusaidia kukamatwa kwa watu hawa. Zawadi hizi ni motisha kubwa na zinaweza kuwa chanzo cha mapato kwa mtu yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahusika. Hata hivyo, ni muhimu kuhakikisha taarifa unayotoa ni ya kweli na kuwasiliana na mamlaka husika kwa njia sahihi. Hitimisho. Tangazo hili la zawadi ni hatua kubwa na muhimu inayochukuliwa na serikali katika kuhakikisha usalama na utawala wa sheria.
Kulingana na ripoti za hivi karibuni, wapiganaji wa wazalendo wamefanikiwa kusimamisha maendeleo ya kundi la waasi la M23 kuelekea mji wa Mwenga ulioko katika jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hii ni habari muhimu sana kutokana na hali tete ya usalama katika eneo hilo. Hapa kuna muhtasari wa kile kinachojulikana. Mapigano. Kwa siku kadhaa, mapigano makali yamekuwa yakiendelea kati ya wapiganaji wa wazalendo na waasi wa M23. Makundi haya mawili yanapigania udhibiti wa eneo hilo ambalo ni muhimu kimkakati. Malengo ya M23. Waasi wa M23 wanataka kuchukua udhibiti kamili wa uwanda wa Ruzizi ambao unaelekea kwenye mji wa Uvira ulioko kusini mwa Kivu Kusini. Hii ingewapa nafasi ya udhibiti mkubwa wa eneo hilo. Hali ya Bukavu. Mji mkuu wa Kivu Kusini, Bukavu, kwa sasa unashikiliwa na waasi wa M23 AFC unaoongozwa na Corneille Nangaa. Makundi haya yameanzisha utawala sambamba katika mji huo na kusababisha hali ya sintofahamu na ukosefu wa usalama. Athari. Mapigano haya yanaendelea kusababisha mateso kwa raia huku wengi wakilazimika kuyahama makazi yao. Hali ya kibinadamu katika eneo hilo inazidi kuwa mbaya. Maendeleo ya sasa. Ripoti kutoka Radio Okapi zasema wapiganaji wa wazalendo wakishirikiana na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kitendo cha Mheshimiwa Foka Maike, waziri wa mambo ya ndani na usalama wa mkoa wa Kivu Kusini, kwenda mstari wa mbele kupigana na waasi wa M23 ni ishara muhimu ya kujitolea na mshikamano. Hapa kuna muhtasari wa umuhimu wa hatua yake. Ushirikiano na vikosi vya ndani. Kuwepo kwake pamoja na wapiganaji wa wazalendo kunaonyesha ushirikiano imara kati ya serikali ya mkoa na vikosi vya ndani. Hii inaimarisha morali ya wapiganaji na kuwapa nguvu ya kuendelea kupambana. Mshikamano na wananchi. Kitendo cha waziri kwenda mstari wa mbele kinaonyesha mshikamano na wananchi wa Kivu Kusini ambao wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na mapigano. Inatoa ujumbe kuwa serikali iko pamoja nao katika kupigania usalama na uhuru. Uongozi wa mfano. Mheshimiwa Maike anaonyesha uongozi wa mfano kwa kuweka usalama wa wananchi mbele. Kitendo chake kinawatia moyo viongozi wengine kuchukua hatua madhubuti katika kukabiliana na changamoto za usalama. Maeneo yaliyoathirika. Uwepo wake katika maeneo ya Tubimbi, Walungu na Mudubwe, Kilungutwe na Kalama, Mwenga unaonyesha kuwa serikali inazingatia maeneo yote yaliyoathirika na mapigano. Hii inaonyesha umuhimu wa maeneo hayo na kuonyesha kwamba serikali inatoa usaidizi kwa maeneo hayo. Kuimarisha morali. Kitendo chake kinaimarisha morali ya wapiganaji na kuwapa nguvu ya kuendelea kupambana. Wananchi pia wanahisi kuungwa mkono na serikali na hii inawaongezea morali ya kupambana na hali hiyo. Kwa ujumla, hatua ya Mheshimiwa Foka Maike ni muhimu katika kuimarisha juhudi za kupambana na waasi na kuhakikisha usalama wa wananchi wa Kivu Kusini. Wapiganaji wazalendo wamezuiza M23 inayoungwa mkono na Rwanda kukamata mji mkuu wa tarafa la Mwenga katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa DR Congo. Tangu mwanzoni mwa juma hili, M23 na wazalendo umenyana katika misitu ya Mwenga wakitumia njia mbalimbali za mipenyezo bila mafanikio. Kufika Jumatano na Alhamisi hii ya tarehe 6 Mechi, wazalendo wameweka kibambazi kikubwa na mpaka muda huu tunaopanda ewani, M23 hawajavuka kuingia Mwenga kati kama walivyokamata Bwerema, Minova, Numbi, Lumbishi, Nyabibwe, Ihusi, Kalehe yote hadi Kabare na Bukavu. Mzalendo mmoja huyu anasema wao wataendelea kuzuiza. Sisi wazalendo tunaregrete sana na hii group armée M23. Puisque Corneille Nangaa kuna zania ya kwamba Fizi, Mwenga na Uvira iko sawasawa na Goma na mahali kote ambapo washafika. Hatuko sawa kule. Sisi wazalendo tuko nguvu na tutafika kugomboa wenzetu pale Bukavu. Maeneo ya manispa ya Itombwe tarafani Mwenga, katika tarafa hili ilo la Mwenga, wazalendo wanaoongozwa kivita naye kamanda Kakobanya na Kalambi tangu tarehe 5 wamepigana na muungano wa makundi saidizi ya M23 ambayo ni Twirwaneho, Red Tabara waasi wa Burundi na Android. Kufikia jihoni ya iyo jana mpaka sasa tunavyopanda hewani, Kakobanya alifaulu kurudisha nyuma maasimu wake kama anavyoeleza hapa Bwana Pacifique Kararuka, kiongozi wa mashirika ya kiraia eneo hilo. Asante sana Bwana Mpashabari. Usalama kwetu Mikenge umeanza rejea baada ya kiongozi Generali Kakobanya na Kalambi kufika Mikenge na kudhibiti tena Mikenge, kwa sababu M23 ilikuwa ilishaingia deja Mikenge, lakini amejikaza kabisa na kukamata Mikenge. Na kwa sasa anaanza tuita sisi kama vile wa raia
turudie tena pale. Sisi kama vile raia, kama vile vinywa vya raia, tungelisi yeye kiongozi wa kizalendo Kakobanya tusaidie kwa kulinda raia yote ya sekta ya Itombwe, hususan Mikenge, kwa sababu amesema na wenye walikimbia Minembwe wote warudie. Sasa Minembwe kungali kwanza hali sio tofahamu, donc tungelipenda kusema kwamba aendelee na kazi ambayo anafanya. Kama atapenda turudie, tutarudia. Yeye ndo mwenye tumeona kama atatusaidia. Kwenye njia ya tarafani Walungu, M23 wanatafuta mbinu zote kudhibiti bonde nzima la mto wa Ruzizi ili waingie katika tarafa la Uvira, swala linaloweza kuzorotesha pia usalama katika jiji kuu la Bujumbura, nchi jirani ya Burundi. Mlima wote wa Ngomo na Kamanyola bondeni mwa mto Ruzizi ni M23 ndiyo inayodhibiti hadi kwenye daraja linaloweka mpaka wa Kamanyola na kijiji kidogo cha Katogota kunakopatikana vikosi vya FARDC. M23 yenyewe inasema hakuna sehemu yoyote ambako hawatowasili nchini Kongo ya Kidemokrasia. Nia yao ni kukomboa raia wanaodanganywa na utawala wa Kinshasa. Alipohutubia mjini Bukavu siku chache zilizopita, mratibu wa AFC Bwana Corne Nanga alihakikishia wananchi kuwa tarafa za Uvira, Fizi na Mwenga zote zitakombolewa na M23. Corne Nanga wasemaje? Turudie hapa, twende mbele, na kama mnataka tuendelee mbele, naomba msaada wenu, yaani wa vijana, mkuje kujiarole kwa arme ya AFC M23, yaani ARC, ili pamoja twende tufukuze uongozi mbaya. Hii uongozi mbaya bwana Tshisekedi na watu yake inabidi ifanye nini? Ifukuziwe. Haiko vile wale watu wamewadanganya sana. Nikiona Katutu, niliona na barabara hii ya kwenda juu huko safeke nzane ndio inarudi hapa, barabara ingali ile, lakini walisema hapa itakuwa Allemagne d'Afrique. Allemagne d'Afrique ndio hii. Kuendelea kwa M23 AFC wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, kwa mujibu wa Kinshasa na ripoti nyingi za Umoja wa Mataifa, kukamata maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakujabadili msimamo wowote wa Kinshasa wa kutaka kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wahasi hao kama wanavyotaka M23. Jumatano Machi tarehe 5, mbele ya mabalozi na wanadiplomasia mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia, Therese Kahikwamba Wanye, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amehakiki kuwa makubaliano ya Nairobi ndiyo njia pekee ya kufuata katika mzozo huu. Wakati huo bwana John Bogstam, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya katika ukanda wa Maziwa Makuu, amesema mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaomba mazungumzo na sio mtuto wa bunduki. Mwanadiplomasia huyo alifanya ziara yake mjini Kigali nchini Rwanda na Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumza na viongozi wa nchi hizi mbili zinazozozana. Akizungumza na redio ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Okapi, John Bogstam amesema le message très clair que j'ai pu passer aux autorités à Kigali, mais aussi ici à Kinshasa, ça a été un message très clair par rapport à la volonté de l'Union européenne de fortement contribuer à une solution politique. Ujumbe wangu ulikuwa wazi sana kwa viongozi wa Rwanda na Kongo hapa Kinshasa. Ni kuhusu nia ya Umoja wa Ulaya kutafuta suluhisho ya kisiasa kuliko ya kijeshi katika mzozo huu. Kwa kuwa njia ya kijeshi haileti mwafaka, ilikuwa nafasi kwangu kusisitiza kuwa Umoja wa Ulaya imegundua kwamba DRC inatendewa kinyama nayo nchi ya Rwanda. Ndio maana nimemshauria Mheshimiwa Rais Paul Kagame kuyaondoa majeshi yake katika ardhi ya DRC na Rwanda ikate support kabisa yake kwa waasi wa M23. Hila pia ni washauri wa viongozi wa nchi ya DRC kuchukua kabisa majukumu kuwajibika kwa kudhibiti waasi wa FDLR. Kuna uhamasishaji mkubwa
wa kisiasa unaofanywa Ulaya ili kutoa adhabu kwa vitendo vya kikatili vinavyoendeshwa katika ukanda huu. Prennent ses responsabilités par rapport à un démantèlement de FDLR. Il y a une forte, je dirais, mobilisation politique en Europe par rapport à ce qui se passe dans la région de Grand Lac. Il y a une forte solidarité, surtout avec la population congolaise dans l'est de votre pays qui a tant souffert plus de 30 ans. Et surtout dans cette situation-ci, avec des centaines de milliers de déplacés internes les derniers mois. Et pour cela, j'ai aussi fait référence aux initiatives Union Européenne par rapport à l'assistance. Tufahamishe kuwa tangu kukamatwa kwa mji wa Bukavu, nao wapiganaji wa M23 na AFC, mkoa wa Kivu ya Kusini sasa unaongozwa na magavana wawili kama huko Kivu ya Kaskazini. Manu Birato aliyeteuliwa na AFC na kula kiapo mbele ya mratibu Nanga na wale waliofurukushwa. Birato ameomba wakazi wa Bukavu kubaki kimya na kuomba shule zote za sekondari, kiposi, za msingi, chekechea na vyuo vikuu kurudi kufungua milango yao. Gavana huyo ameeleza pia hakuna siku yoyote utawala wa Felix Tshisekedi huko Kinshasa utatoa oda yoyote kwa ajili ya mji wa Bukavu, bali utawala wa M23 na AFC ndio utakaofika huko Kinshasa kwa kumngoa madarakani Felix Tshisekedi, amesema Birato, gavana wa AFC huko Kivu ya Kusini. Wakati huo Kinshasa imehamisha rasmi makao makuu ya mkoa wa Kivu ya Kusini kuhamia mjini Uvira kwa muda kutokana na hali iliyopo kwa sasa. Jumatatu mwanzoni mwa juma hili, mzinduo wa ofisi ambayo ina vyumba 17 vitakavyohifadhi idara mbalimbali za kiserikali ya mkoa zimezinduliwa na kufanyika hapo mjini Uvira, ikiongozwa naye naibu gavana Jean-Jacques Elakano. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.